Nafikiri kwa upande wa Chabwedo ni mchezaji mzuri wa ndani ambaye anaweza kuadd input kwenye timu, na kwa sababu hahitaji working permit, kama anapatikana ni kitu kizuri, kwa sababu ukiangalia amekuwa na energy, lakini pia yuko very aggressive. Sasa wachezaji kama wanapokuwa ndani wanafanya vizuri, ukiwa na access ya kuweza kuwasajili ni kitu kizuri, kwa sababu wanakuja kuongezea kitu ndani na wanaweza kuweza kutoa ushindani. Kwa hiyo mchezaji ambaye sio tu Yanga na timu nyingine pia zimeanza kumwangalia kutokana na kile ambacho amekionyesha, hasa ile hali yake ya kuweza kuwa aggressive, lakini pia uwezo wa kuweza kushambulia na kuwa na nguvu katika mchezo, ile ambacho timu nyingi zingependa kuwa nayo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo na linafikirika, na huenda likaweza kutokea kama bado ataendelea kuonyesha consistency na bado kama mahitaji yakiendelea kuwepo. Kwa hiyo ni biashara ambayo watu walishaiona na kuanza kuona kwamba anaweza kuja kuadi kitu kwenye timu ambayo sasa Yanga wamekuwa wakihitaji. Na kwa jinsi ambavyo ulivyomtazama, Chabwedo anaweza kawa na msaada kwenye klabu ya Young Africans kwa wachezaji waliopo? Yaani ingekuwa ni international player tungesema si kweli, lakini unazungumzia ni local player. Je, na wachezaji wangapi wa local ambao wanafikia level ambayo yeye yuko nayo? Hilo ndio inabidi watu wao wanaliangalia, kwa sababu mwisho wa siku unasajili wachezaji 12 wa kigeni, lakini wachezaji wengine wote wanaobakia kwa maana 20 kama 18 plus ni wazao. Sasa wazao wanaochukua lazima uchukue wale ambao wanafanya vizuri katika ligi kwa upande wa ndani. Kwa hiyo when it comes kwenye issue ya local players ambao katika msimu huu wamekuwa wana good na performance, huwezi kuacha kumzungumzisha kwetu. Kwa hiyo when it comes kuna loop unamsajili, kwa sababu ni local player ambaye yuko ndani, anapatikana kwa urahisi, gharama zake sio kubwa. Kwa hiyo unamchukua, anakuja na anaongeza kitu kwenye timu. Na Yanga wamedhamiria kufanya usajili mkubwa kwenye dirisha lijalo. Of course, kama nilivyokuambia, utakuwa usajili mkubwa kwa sababu watakuwa na shako kubwa kwenye siku za karibuni. Hapo unaweza kuona usajili zao zilikuwa nzuri sana, wanafanya vizuri, hawajafikia malengo. Kwa hiyo ndio usajili ambao utakwenda kutanish, lakini pia hata katika msimu huu unaweza kuona wameanza vizuri, wakianza kutumia gharama. Kwa hiyo wanafungua ile nguvu ya usajili. Kwa hiyo naamini kwamba ni miongoni mwa usajili mkubwa utakwenda kufanya na utakwenda kusajili wengi, sababu wanategemea kwenda kuacha nyota wengi walionao kipindi kwa kipindi hiki. Na taarifa za Sidi Haramovic kuachana na klabu ile ya Algeria unazo? Nazo kutokana na ile changamoto ya kukosa maelewano na mwenyekiti wa klabu, na baadaye alipokuwa kuna kikao ambacho kitaweza kufanyika na mwisho siku anakwenda kuachana naye. Ni miongoni mwa walimu ambao walifanya vizuri na klabu ya Yanga. Aliondoka kwa sababu alikuwa ametoka kutokana na maslahi, alikuwa amepanda akaenda sehemu nyingine, project yake hakuweza kuimaliza. Kwa hiyo ikitokea nafasi, anapewa nafasi pia kuweza kurudi. Amepewa nafasi? Anapewa nafasi ya kuweza kurudi, kwa sababu Yanga katika msimu unaokuja lazima watakwenda kubadilisha mwalimu. Na ukiangalia pia partnership yake na yule kocha Morin pia. Najua, lakini pia aliondoka vizuri, alikuwa kwenye progress kwenye timu. Kwa hiyo tutarajie kumuona akirejea Jangwani. Si 100%, lakini ni mwalimu ambaye watu wamekuwa pia wakimzungumza kama ni sehemu ya kuja kurudi na kuandaa project yake. Sasa uje ligi bado inaendelea mpaka mwezi wa 6 huko, kwa hiyo yote inaweza katokea, lakini katika jicho la awali watu pia waliweza kumshauri na kuweza kumpendekeza. Na ukiangalia kwa kocha wa sasa, kocha wa Young Africans, kocha Pedro ameelekezwa ama amepewa msaidizi wake ambaye kwenye taarifa ya Young Africans wanaamini kwamba kuna mapungufu. Hauoni kana kwamba hii ikawa ndio njia tu ya kumtoa kitaratibu? Yaani kwa lugha nyingine Pedro na Yanga wameshamalizana, isipokuwa Yanga wamepiga calculations za kimkataba. Pedro alisaini mkataba wa mwaka mmoja ambao almost umebakia miezi mingapi? Umebakia miezi 4 kumaliza. Sasa ukansel mkataba wa miezi 4 na ufanye payment ya mishahara miwili kwa benchi la ufundi, benchi ambayo itakufanya uweze kwenda utumie zaidi ya dola 100 na kitu kuweza kulipa, inakuwa kitu ambacho kidogo akijakaa sawa. Kwa hiyo nafikiri watu ni kwamba wamwache amalizie muda wake huko, kwa wanaangalia zile gharama za kumwacha na za kumuondoa. Yeye alikuja na wasaidizi wawili. Chukulia mfano, kwa mfano yeye analipa dola 25,000 kwa mwezi kwa mfano. Umpe mshahara wa miezi miwili, unazungumza dola 50,000. Msaidizi wake ana dola 15,000. Sawa? Naye miezi miwili dola 30,000. Mwingine naye dola 12,000, miezi miwili dola 24,000. Ukichukua dola 50,000 plus dola 30,000, dola 80,000 plus 24, dola 100 na kitu. Almost milioni 200 na kitu ulipe
wakati ulikuwa na loophole ya kuweza kuvumilia kwa miezi 4, akaja kuondoka akiwa free. Kwa hiyo ni swala la calculations. Kwa jinsi ambavyo ulivyoutazama uwezo wa kocha Sead Ramovich, anatosha kurejea Young Africans? Yaani kutosha kwa mwalimu, sio mwalimu tu. Mwalimu ana inputs, lakini zinakuja kushangiwa na ubora wa wachezaji. Wakati mwingine tunawahukumu walimu kutokana na udhaifu wa wachezaji. Wakati mwingine tunawahukumu walimu kutokana na udhaifu wa mbinu zao. Kwa hiyo si wakati wote mwalimu anakuwa hafai kwa sababu hawezi kufundisha. Kuna wakati anakuwa hafai kwa sababu mazingira ya kuta hayampevi. Kuna wakati anakuwa hafai kwa sababu kundi leo likuta aliendana na mifumo yake. Kuna wakati anakuwa hafai kwa sababu mazingira ya kiuchumi hapo vizuri kwenye timu. Ndio maana leo hii mwalimu mmoja anaweza kutoka sehemu moja kama fanya vizuri, akaenda sehemu nyingine akafanya vizuri pia. Unaona mfano mwalimu Padro ametoka Simba ameenda sehemu nyingine afanya vizuri. Kwa hiyo kufanya vizuri kwa mwalimu kuna fakta nyingi, si mwalimu tu ambaye inakuwa hivyo. Na ikifika hatua kama kuna kutokuelewana, klabu haiwezi kaondoa wachezaji wote ili mbakishe mwalimu. Itamuondoa mwalimu ili wengine waweze kuendelea. Kwa wachezaji wa sasa na ufundishaji wake namna, anatosha? Amesha wenyewe Yanga walishazungumza kwamba ndani na falsafa yao au na stili yao. Sasa jibu liko tu wazi. Klabu yenyewe ilikiri kwamba mwalimu ameshindwa kuendana na stili ya nini? Ya timu. Sasa hiyo ni tayari kwamba hatoshi. Yaani iko tu wazi kwamba anachokifundisha akireflect na mazingira ya timu. Kwa ujio wa Ramovich, kama utakuwa ni taarifa za kweli, falsafa yake zinaendana? Of course kuna kitu alikionyesha, kwa sababu angalia aliondoka Diamond kama unakumbuka, si ndio? Akaja Sead, si ndio? Akaja Miludi. Bado Yanga haikuyumba kwenye style yake kucheza. Ndio kwanza ilianza kuongeza makali kwenye timu yao. Yeah. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.